mgodi wa mchanga ekari 20, mkaa mbadala rafiki briquettes na ujuzi kutoka VETA ni vyanzo vya kumkomboa mwanamke wa mkoa wa Dodoma kiuchumi. Akifafanua zaidi, huyu hapa mwenyekiti wa wanawake na Samia mkoa wa Dodoma, Bi Fatma Madidi. Wanawake na Samia wote wanaopata mafunzo VETA, mafunzo haya ni bure, hawalipi chochote. Yaani ni nauli tu kutoka nyumbani kwako mpaka VETA, lakini pia watapata vyeti bure kabisa vya kuhitimu, na atakuwa sasa anaweza kuajiliwa na kujiajiri yeye mwenyewe kupitia mafunzo haya ambayo wanapata kupitia VETA. Na haya yameratibiwa na wanawake na Samia Dodoma, na bado lakini ipo fursa ya kwenda kupata na wa mikoa mingine. Wiki ijayo Singida wanaanza na kadhalika na mikoa mingine tena. Lakini wanawake na Samia mpaka sasa tunamiliki mgodi wa mchanga wa ekari zisizopungua 20 ambazo bado hatujaanza kuuza, lakini ni mgodi ambao ni mali yetu wanawake na Samia. Lengo kabisa ni kuhakikisha namna gani tunaenda kuwakomboa wanawake kiuchumi. Mchanga huu si mali ya mwenyekiti, si mali ya kamati tendaji, si mali ya viongozi. Ni mali ya wanawake na Samia mkoa wa Dodoma, ambayo kwa ujumla itakwenda kutokana na kuuza, kuchimba na kupata kipato, itakwenda kuwakomboa wanawake wote ambao tutawaanzishia vikundi vidogo vidogo na kuwawezesha ili kujikwamua kimaisha wao na familia zao. Lakini tuna mradi wa mkaa mbadala rafiki briquettes, ambayo sisi ni mawakala, na mkaa huu unazalishwa na shirika la madini la taifa STAMICO, ambao ni katika juhudi za kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika nishati safi. Huu mkaa sisi kwetu tunauza kwa shilingi 1000 kilo moja. Kwa hiyo kupitia faida tutakazozipata kwenye nishati safi ya rafiki briquettes, tunaenda kuwainua wanawake wa mkoa wa Dodoma kwa kuwawezesha hivyo. Sio kwamba kile faida tunayopata tutawapa, hapana. Tutaangalia uhitaji ya wanawake katika makundi yao na umoja wao, kuona namna gani tunawawezesha na wao wapige hatua. Lengo ni kuona mwanamke wa Kitanzania, mwanamke wa Dodoma aweze kuonja na aweze kuyafaidi matunda ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia wanawake na Samia na muasisi wake Mheshimiwa Rosemary Staki Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma. Akizungumzia kuhusu kozi 6 zinazotolewa na chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA kwa wanawake zaidi ya 3000 mkoani humo, makamu mwenyekiti wa wanawake na Samia mkoa wa Dodoma, Bi Serina Hindi anafafanua zaidi. Usafi, reception, mapishi, ushonaji na kuserve chakula. Hizo ni kozi ngapi jamani? 5. Kwa hiyo hizi kozi, kila kozi na idadi yake. Kuna mapishi wa mama 45, ushonaji wa mama 40, mapokezi 20, usafi 20, kuserve chakula 20. Lakini kama haijatosha tena, mwenyekiti wetu tena Fatma Madidi akaenda tena VETA. Jamani, tuongezeni kozi nyingine. Jamani, mpigeni makofi Fatma Madidi. Sisi wengine hapa tunaelezea tu, lakini mwenye jambo lake yuko pembeni hapa. Mwenyekiti oye! Akawaambia tunaomba tena kozi ya mapambo. Kwa hiyo akapewa tena nafasi kozi ya mapambo, nafasi 10. Hivi tunavyoongea wamama wako madarasani, wameshaanza hii wiki ya pili. Awamu ya kwanza wamama 145, awamu ya pili tena wamama 145. Na niwaambie tu kwamba nafasi za kusoma VETA wamama 3000 VETA. Mkoa wa Dodoma unaendelea na harakati za kumkomboa mwanamke kiuchumi kwa mkuu wa mkoa huo Bi Rosemary Staki Senyamule kutunisha mfuko wa kikundi cha wanawake cha Mji Mpya kata ya Makutupora kwa kuwapa kiasi cha shilingi milioni 1 zilizokabidhiwa na Fatma Madidi, huku wenyewe wakijinasibu kuanza hatua. Nimshukuru mkuu wetu wa mkoa Mama Rosi Senyamule kwa kutupatia ahadi yetu akina mama wakati ya Makutupora mtaa wa Mji Mpya.
mradi wetu wa kina mama wa mtaa wa Mji Mpya, ambapo tutaanza na viti 53. Baadaye basi tutatafuta nguvu nyingine kwa ajili ya kuongeza tena zaidi viti. Tunatarajia kuwa na viti 200. Aidha, Madidi akataja baadhi ya mambo yanayowanufaisha wanawake toka kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanamama rais wa kwanza mwanamke nchini Tanzania. Sisi kama wanawake na Samia mkoa wa Dodoma tunacho cha kujivunia katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza ni mikopo ya 10% ambayo tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshaitangaza na tayari wapo walioanza kupata, na hii itakuwa ni chachu cha kupata mitaji ya biashara mbalimbali. Kwa kupitia mikopo hii tunaamini moja kwa moja kwamba wanawake wanakwenda kujinyanyua wao wenyewe, familia, jamii na taifa kwa ujumla kupitia mikopo ya aina riba ya 10% ambayo Mheshimiwa Rais ametoa kwa ajili ya makundi maalum, na sisi wanawake tumetengewa 4% katika mikopo hii. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais ametufanyia kupitia Mama. Mama ni mpango endelevu wa kupata afya mwanamke anapokuwa katika hali ya ujauzito na mtoto anapozaliwa chini ya siku 28. Hii Mama ni kwamba mwanamke anapiga simu namba 115 bure. Unapata, ukishapiga dereva anapokea wa bajaji, taksi na usafiri wowote, anakufuata ulipo, anakupeleka hospitali na unapata huduma za afya bure kabisa. Kwa kupitia Mama, sisi kama wanawake tunajivunia kupitia serikali ya Tanzania na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu usafiri na huduma za afya kwa mama mjamzito na mtoto chini ya siku 28 bure kabisa. Hii inapatikana Tanzania tu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini tunayo Mama Samia Legal Aid ambayo sasa hivi tumeona Tanga wamefanya wiki iliyopita kwamba sasa hivi mawakili wapo wanaozunguka na Mama Samia Legal Aid wakiangalia changamoto na matatizo ya kisheria wanayopatana wanawake. Wanawake tulikuwa ni wahanga wakubwa sana wa mambo ya kisheria. Fedha ya kumwajiri mwanasheria, wakili tulikuwa hatuna. Sisi ni wahanga wa mambo ya mirathi, sisi ni wahanga wa mambo za haki za ndoa, sisi ni wahanga wa haki za watoto. Watoto wetu wanabakwa na lawitiwa na kadhalika tu, udhurumati, tunatoka kwenye ndoa tunadhulumiwa vitu vingi. Lakini kupitia Mama Samia Legal Aid sasa hivi tunakwenda tumetatuliwa matatizo yote. Wanasheria, mawakili wapo wanatatua changamoto bure kabisa. Huyu ndio Samia Suluhu Hassan. John Israeli, Banda Media, Dodoma.